Kuna mambo mengi sana ambayo kwa hivi sasa yanaendelea katika siasa za kimataifa, na moja kati ya jambo kubwa ambalo limevuta tension ya watu wengi ni kuhusiana na mazungumzo ya awamu ya pili yanayotarajiwa kufanyika hivi karibuni kati ya Irani pamoja na Marekani, huku yakipigiwa chapuo kurudi tena pale Islamabad nchini Pakistan ili yaweze kuleta mwafaka kamili kati ya Irani pamoja na Marekani katika mzozo ambao umesababisha vita vikubwa na maafa makubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa hapo jana Rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba Irani imekubali kukabidhi uranium iliyoboreshwa ambayo inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia, na Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani kwamba nchi hizo mbili ziko karibu kufikia makubaliano ya amani. Na pia Trump alidai kwamba Marekani pamoja na Irani zinaendelea na mazungumzo yenye mafanikio makubwa na kuna uwezekano mzuri wa kufikia makubaliano. Lakini pia kile ambacho Trump alikizungumza, alisema kwamba makubaliano hayo yatafikiwa na kutakuwa na mafuta ya bure, lakini pia mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa na hali itakuwa nzuri kwa wote. Sasa kuna ofa ambayo Marekani iliweza kuitoa kwenda kwa Irani kwamba Irani iweze kuachana na mpango wake wa uboreshaji wa uranium kwa miaka 20 katika pendekezo ambalo Marekani iliweza kutoa kwenda kwa Irani. Lakini Irani yenyewe ilikataa vikali kwamba haikubaliane na pendekezo la Marekani la kuacha kuboresha uranium zake kwa miaka 20. Irani ilisema kwamba iko tayari kuacha kuboresha uranium zake kwa miaka 5, lakini sio miaka 20 kama ambavyo Marekani iliweza kutoa ofa kwa Irani. Na hapo awali utawala wa Trump ulisisitiza kwamba wao wametoa ofa miaka 20, na pia Urusi ilikuwa tayari kupokea uranium ambayo imerutubishwa kwenda nchini mwake, uranium ya Irani. Kumetokea mtafaruko kidogo, bado hakuna maelewano rasmi ambayo yanatokea kati ya ofa ambayo wanaitoa Marekani na ofa ambayo Irani wanaitoa. Irani wanatoa ofa miaka 5, lakini Marekani wanatoa ofa ya miaka 20. Na kwa asilimia kubwa makubaliano haya kati ya Marekani pamoja na Irani yamekwisha fikia katika hatua nzuri zaidi, lakini kitu ambacho kinatatiza kwa hivi sasa ni mpango tu wa uranium. Yaani Marekani anachanganyikiwa na uranium za Iran. Kwa kifupi, mpango wake wa nyuklia wa Iran bado unamchanganya Marekani. Vitu vyote ambavyo vipo katikati kwamba mapigano yasitishwe pale Lebanoni, tayari kitu hicho kimefanyika, lakini vile vile kwa Iran kuweza kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz sio issue sana kwa Marekani, japokuwa kuna uwepo wake wa kijeshi katika maeneo karibu na mfereji wa Hormuz. Lakini jambo ambalo linaonekana kuwa ni tatizo zaidi katika mazungumzo haya ni mpango wa nyuklia. Ndio maana hata viongozi wa Marekani wamekuwa wakizungumza kwamba kamwe hawatoweza kuiruhusu Irani kuweza kumiliki silaha za nyuklia. Wameita kwamba ni tishio kwa usalama wa dunia. Hasa pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, yeye mara kadhaa amekuwa akieleza kwamba Irani ni tishio kwa dunia kwa ujumla, na alifananisha yale mashambulizi ambayo Irani iliyafanya katika nchi za Guba, akiwaambia mataifa ya Kiarabu. Netanyahu alisema kwamba Irani, mnaona ni kwa jinsi gani imekuwa ni tishio kwa kuwa wameshambulia maeneo yenu. Sasa tuungane pamoja tuweze kumpinga Irani, kwa sababu kama endapo atamiliki silaha za nyuklia, basi anaweza hata kuwalipua na ninyi ambao mnajiita ni marafiki zake na majirani zake. Ni kauli ambazo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mara kadhaa amekuwa akizirudia juu ya mustakabali wa mvutano kati ya Israel pamoja na Iran, lakini vile vile Marekani pamoja na Iran. Sasa kumekuwepo na shutuma nyingi sana ambazo zimekuwa zikitawala kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Yaani Marekani amekuwepo katika upingaji wa hali ya juu dhidi ya mpango wa nyuklia wa Irani. Sasa kwa jinsi ambavyo Trump jana ameweza kuzungumza, alisema kwamba ikimbidi katika mazungumzo haya ya awamu ya pili anaweza kwenda moja kwa moja Islamabad nchini Pakistan kuweza kufanya makubaliano ya haraka na yenye msingi zaidi, kwa sababu alimsifia Asim Munir, mkuu wa majeshi nchini Pakistan, lakini vile vile Trump alimsifia hata waziri mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif, akisema kwamba wale ni watu wazuri sana na hawana tatizo lolote, hivyo ikimbidi hata yeye moja kwa moja anaweza kupanda ndege kuelekea Pakistan. Na aliulizwa kwamba ni lini mazungumzo haya yanaweza kufanyika, Trump akasema labda weekend hii, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa, na kama leo hii ni siku ya Ijumaa, ina maana kwamba huenda katika siku hizi mbili zinazofuata, yani hii weekend, mazungumzo yanaweza yakachukua sura mpya
kuweza kufanyika pale Islamabad nchini Pakistan, kwa sababu hata waziri mkuu wa Pakistan alikuwa amefanya ziara katika nchi za eneo la Ghuba kama Qatar. Alikwenda huko pia na Saudi Arabia kwa ajili ya kwenda kuzungumza na mataifa hayo ili kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kuharmonize situation ya mvutano kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani. Lakini pia hata mkuu wa majeshi Asim Muniri amesafiri kuelekea nchini Iran, ambapo amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, amekutana na spika wa bunge Galibafu, amekutana pia na mkuu wa Khatam al-Anbiya pale Teherani nchini Irani. Amekutana na viongozi wengi wa kijeshi kuweza kuzungumza na kuboresha mahusiano kati ya Pakistan pamoja na Iran. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo amekwenda huko ni kuhusu kuleta muafaka kamili kati ya mvutano huu mkubwa ambao kwa kweli unazidi kuibua sitofahamu kubwa na kuleta wasiwasi mkubwa kwamba huenda tukashuhudia mpasuko mkubwa kama makubaliano hayo yasipofikiwa. Na hata pia makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alieleza kwamba ikiwa mipaka miekundu ya Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran itaheshimiwa, basi makubaliano hayo yanaweza kuwa mazuri kwa nchi zote mbili. Lakini kwa upande mwingine, hapo awali kabisa utawala wa Trump ulikuwa ukitaka Irani kusitisha kabisa na milele shughuli zake zote za uboreshaji wa uranium ndani ya nchi kutokana na hofu kwamba zinaweza kuwa njia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo pia Irani imekuwa ikisisitiza kuwa haina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia na kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani tu, yani kutengeneza nishati, lakini vile vile kutumia kama dawa, yani kutengeneza kwa kutumia dawa. Ukiangalia vizuri kwa jinsi ambavyo Marekani inatengeneza mpango wake kamili wa kuweza kupata makubaliano na Irani ili kuweza kusitisha mgogoro huu, utagundua kabisa kwamba kuna shinikizo kubwa sana kutoka katika utawala wa Trump dhidi ya Iran. Irani ilikuwa ikiiona Marekani kwamba ni taifa ambalo ni saliti. Viongozi wake wamekuwa ni wa ahadi zisizokuwa na ukweli, ahadi tuseme zile za uongo, hawatimizi makubaliano. Ndio maana hata kipindi kile vita vinaanza walikuwa kwenye duru za mazungumzo, walikuwa wanakwenda kwenye duru ya 3. Sasa mazungumzo yalikwama na hatimaye wakaanzisha vita dhidi ya Iran. Na hata kwenye mazungumzo haya bado kuna sintofahamu kubwa ambayo inaendelea kutokana na kwamba hali ambayo inaendelea hapa inazidi kuvutia zaidi kuingia kwenye machafuko, lakini sio makubaliano. Kipengele cha nyuklia kimekuwa kipengele kigumu sana katika mazungumzo haya. Marekani ina interest zake ambazo imelenga kwenye mazungumzo haya, lakini Irani yenyewe ina misimamo yake na misingi yake ambayo imejiwekea kupitia mazungumzo haya kwamba sisi tunataka mpango wetu wa kurutubisha uranium uwe wa amani kabisa. Hatuna ile tamaa ya kurutubisha uranium kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Sisi ni matumizi ya maendeleo tu katika nchi yetu, masuala ya nishati na mipango ya kutengeneza dawa na mambo mengine. Lakini wao Marekani imekuwa ina hofu kwamba huenda wakatumia mwanya huo kumiliki silaha za nyuklia. Ni kipengele kigumu sana. Kwa ofa ya miaka 20 ambayo Marekani imetoa ni miaka mingi sana, lakini Irani yenyewe ilikuwa tayari kwa miaka 5 kuacha kabisa urutubishaji wa uranium, kwa sababu hata zile ambazo zimerutubishwa zipo za kutosha, na Marekani ilikuwa inataka kwamba zile uranium ambazo Irani imeweza kuzirutubisha hadi hivi sasa ilikuwa inataka iweze kukabidhi hizo uranium, lakini Irani ikakataa kabisa kuweza kukabidhi hizo uranium, na Urusi ilikuwa tayari kuweza kupokea uranium hizo, kwa sababu kuna kipindi ambacho Urusi alipokea uranium za Irani wakati wa utawala wa Barack Obama, kipindi hiko alipokuwa rais wa Marekani. Sasa kwa hivi sasa Irani wameshtuka na hawataki chochote kwenye mazungumzo haya kiwe kama shinikizo katika mazungumzo haya. Of course kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokea, lakini mtazamaji wetu, cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa.